ambao mnanifuatilia katika ibada za live kwenye mitandao, ndihurumie, leo niko kanisa lingine tena katika makanisa ambayo ninayaongoza. Mnaona taswira nyingine, watu wachache kuliko mlivyozoea kuona Kijichi. Ili ni kanisa letu la Tambani ambako pia ni kati ya makanisa ninayoyaongoza. Na pia wala ambao mko karibu na maeneo ya hapa Tambani au mko Mbande, Msongola na maeneo yanayozunguka hapa, ni kanisa letu hili, mnaweza mkaja hapa tukaabudu pamoja na ninyi. Na wale wote ambao tuliwakatisha ibada ya Kijichi, mtusamehe, leo ratiba ilikuwa lazima tuwepo pia kanisa hili la Tambani. Naomba nimkaribishe mchungaji ajitambulishe kwenu na atataja namba yake kwenu ninyi mnaotufuatilia kwenye mtandao, na utakapotaka kuwasiliana na mimi atakupa namba na atakuleta ofisini. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji wa kipindi cha Kijichi TV, Kijichi Hai TV, tunakubariki katika jina la Yesu Kristo. Hili ni kanisa la Evangelistic Assemblies of God Tanzania linalosimamiwa na mchungaji Dr. Joseph Andrew Ngasa kutokea pale Kijichi, na tunakukaribisha ukiwa katika maeneo haya ujumuike pamoja nasi, maeneo ya Mbande, Mipeko, Mwanadiratu, Msongora, Kitonga na kwingine kokote kule majirani ya hapa. Karibu sana, tuabudu pamoja na tuendelee kushirikiana katika kujenga mwili wa Kristo. Mungu akubariki. Naitwa mchungaji Edmund Gosbati kutokea kanisa hili la EAGT Tambani. Mungu akubariki. Namba za simu ni 0787 733 kwa mawasiliano zaidi. Karibu sana na Mungu akubariki. Karibu tuabudu pamoja. Na ratiba zetu za ibada mahali hapa, Jumatano tuna ibada ya mafundisho, Bible study, na siku ya Ijumaa tuna ibada ya maombi na maombezi, na siku ya Jumapili tuna ibada ya watu wote na ya kumwadhimisha Mungu kuanzia 2:30. Mungu akubariki. Ujumbe wetu leo, kuyatambua majina ya Mungu na nguvu ya jina lake. Kuyatambua majina ya Mungu na nguvu ya jina lake. Niombe wasomaji mnisaidie kusoma Kutoka sura ya 3 mstari wa 14 hadi wa 15. Kutoka sura ile ya 3, naomba mjitahidi kusoma kwa haraka, na mstari wa 14 hadi wa 15, lakini pia Kutoka sura ya 6 mstari wa 2, na utaluka usome mstari wa 6 hadi wa 8. Karibu. Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, nayo inasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyo waambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mstari wa 15. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Majina ya Mungu na nguvu ya jina lake. Haleluya. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2, halafu Luka usome mstari wa 6 hadi wa 5. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2, halafu taruka usome wa 6 hadi wa 8. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 nao inasema, kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova. Mstari wa 6 na basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri,
nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoae mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Yehova. Haleluya. Mungu anasisitiza mimi ni Yehova. Haleluya. Haleluya. Majina ya miungu yana maana zake. Ndio maana kuna Madagoni, mungu wa Wafilisti. Kuna Ashtorethi. Na kila mungu ana namna yake. Kwa jina lake ameitwa hivyo kwa sababu ya kazi zake. Jina lake ndio uungu wake. Katika kitabu cha Kutoka, yale mapigo 10 yalishughulikia kila jina la mungu wa Misri, ambayo miungu ya Misri ilitenda kazi kupitia. Wala wanaosoma TTI nitawatumia ile pamphlet ya hiyo, kwa sababu wamekuwa wanazuoni, nitawapa bure tu, kwamba yeye ni Jehova. Anasema mimi ni Jehova. Maana ya mimi Jehova ni Mungu niwatoae watu kwenye shida. Ni Mungu ninayetoa watu kwenye kulia. Ni Mungu ninayetoa watu kwenye kuumizwa. Ndio maana naitwa Jehova. Hilo ndilo jina langu, na hilo ndio vizazi hadi vizazi hata milele. Mimi siangamizi, siua, siui. Hello. Ndio maana tofauti ya miungu yote hupokea sadaka za wanadamu, wanatolewa kafara. Mungu Jehova hapokei sadaka ya binadamu, kwa sababu yeye hakubali kuua mtu. Ndio maana Musa akiwa njiani anatembea na wana wa Israeli, Mungu aliposema niue kizazi cha uasi chote, wafe wote, hapa nianze na wewe Musa tu, hakuna mtu ayabaki hapa, naua wote. Musa akamwambia, kumbuka nimewaambia wewe ni Jehova. Haleluya. Jina lako nimewaambia mataifa, Mungu wa Israeli ni Jehova. Haleluya. Yeye huwa haui, nimewaambia hivyo. Sasa ukiwa watasema sasa na yeye ni Mungu muuaji, Mungu akasema hapo umehongea la maana, mimi ni Jehova. Haleluya. Haleluya. Yatambue majina ya Mungu, ujue nguvu ya jina lake. Musa akasema hapana, nilipokuwa na wahubiri watu kule, naambia Mungu gani amekutokea ili utofautike kati ya miungu yote duniani. Nikawaambia huyu anaitwa Jehova, na wao wameelewa maana ya Jehova. Ni Mungu asiyeua ila anaponya. Ni Mungu asiyeumiza ila anafariji. Ni Mungu anayefuta machozi ya waliao. Ni Mungu anayetoa furaha.
Si Mungu anayefadhaisha wala anayeogopesha, ni Mungu anayesababisha tumaini. Haleluya! Hilo ndilo jina lake. Anasema vizazi hata vizazi. Haji kuua, haji kuumiza yeye. Haleluya! Yesu alipojipambanua, akasema tofauti ya mimi na vingine vyote, akatumia neno mwivi haji, ila akija anaua, anaharibu, anaiba, anaharibu, anateketeza. Lakini mimi na nikija, popote panatokea uzima, maana ni jina lake. Wakati malaika Gabrieli anamwambia Mariamu ataitwa jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa. Haleluya! Sikiliza. Kuyajua majina ya Mungu, yajua majina ya Mungu, mjua Mungu. Haleluya, haleluya. Malaika anamwambia, sikiliza, huyu atakapozaliwa mtamwita jina lake Yesu, kwa sababu yeye ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Jina lake ni Mwokozi. Haleluya, haleluya. Jina lake ni Mwokozi. Yeye hawatengi wenye dhambi, hawahukumu wenye dhambi. Jina lake wenye dhambi anawasamehe. Ramorita Grarabos. Haleluya, haleluya. Jina lake. Wengine wanaitwa majina hakimu. Hata vyakula vina majina yake. Mengine vinaitwa sukari, mengine vinaitwa chumvi, mengine yanaitwa ugali, kwa sababu ya jina lake kinatenda kama ugali, na sukari kwa sababu ya jina lake kinatenda kama sukari mwilini mwa mtu. Lakini jina la Mungu, jina la Mungu, jina la Mungu. Sababu za kujifunza majina ya Mungu. Sababu za kujifunza majina ya Mungu. Moja, tunapaswa kujifunza majina ya Mungu kwa sababu hatuwezi kumjua Mungu alivyo, amejifunua kwa majina yake. Ili tumjue Mungu alivyo, lazima tuyajue majina yake. Ili ujue kwamba nakutana na naye, unaambia hapa chumba cha daktari. Kumbe huko nakutana na daktari, wanaandika counseling room. Kumbe huko mnapata ushauri. Ukikutana mahali pengine wanaandika injection room. Jina lenyewe linajua hapa napata maumivu. Hello? Unajua kumbe huku kuna kuliza watoto huku. Jina. Haleluya. Haleluya.
Mimi ni Msukuma. Wasukuma waliita majina mpaka yakaisha, kwa sababu wanazaa sana. Wakaanza kutafuta tu majina, mara Sumuni wanamuita Sumuni, Sabuni, Laki. Moja nilikuta mzee mmoja nikuta anaitwa Tanzania. Nikamhubiri akaokoka, akawa mzee wa kanisa moja nililofungua huko. Anaitwa mzee Tanzania. Juzi nimesikia taarifa mwanae ndana analichunga hilo kanisa sasa hivi. Mwingine anaitwa Shiringi. Nikamuuliza mmoja, kwa nini unaitwa Laki? Laki ni hela kubwa, nataka kuwa mfanya biashara mkubwa. Na kweli ni kafanya biashara kakubwa mpaka leo, sababu ya jina lake. Ili tumjue Mungu lazima hatuna namna. Andika, ziko njia 3 za lazima ili kumjua Mungu. Ziko njia 3 za muhimu kujifunza ili kumjua Mungu. Na njia hizi 3 ukizielewa, unamjua Mungu, utatenda sawa sawa na Mungu alivyo. Utaponya sawa sawa na Mungu aponyavyo. Utabariki sawa sawa na Mungu abarikivyo. Utakuwa mtakatifu sawa sawa na Mungu alivyo mtakatifu. Utakuwa na upendo sawa sawa na Mungu apendavyo. Utakuwa na nguvu sawa sawa na Mungu alivyo na nguvu. Utokana na kujifunza haya mambo 3. Jambo la kwanza, majina ya Mungu. Jambo la pili, sifa za Mungu. Haleluya. Haleluya. Ukijifunza sifa za Mungu, kwa ninyi mnaonifuatilia kwenye mtandao, kama unataka kuyapata masomo haya, kuna namba hapo ukizipigia zinazopita hapo, wasaidizi wangu watakuleta kwangu, utaweza kuyapata masomo hayo. Njia ya pili, sifa za Mungu, God omniscient. Hallelujah. 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 Ili sikiliza. Mtu akimjua Mungu anatenda kama Mungu. Joshua alilijua jina moja la Mungu ambalo nitalifundisha kwenye somo hili, kwamba Mungu anatawala mifumo ya vitu vyote vya maumbile. Alipolitambua jina hilo, akalitamkia jua, dunia isiendelee kuzunguka, isubiri amalize vita. Haleluya. Kumjua Mungu majina yake kunakusaidia. Asema huyu jina la Mungu hukulitaja hili, vitu vyote hilo jina vinajua kwamba anatawala yeye. Hali ya hewa, mvua inasikia, jua inasikia, mito inasikia, joto linasikia, baridi inasikia, vyote vinakaa. Akalitaja. Wametumia neno kwamba jua likarudi ngazi ngapi? Ngazi 6. Ngazi masaa sisi tunatumia. Haleluya. Hebu nisomee Yohana 17 mstari wa 6. Kama kuna mwingine atakuwa anamsaidia kumfungulia Biblia nyingine, amfungulie Zaburi 20 mstari wa 7 na Zaburi 22 mstari wa 22. Ili akimaliza unamwekea nyingine anasoma. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, waliokuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika.
moja ya sababu ya kujifunza majina ya Mungu, Yesu alikuja kutudhihirishia majina ya Mungu. Haleluya. Yesu alikuja kutufundisha, atudhihirishie. Haleluya. Namwiteje Mungu nikiwa mgonjwa? Namtajaje Mungu nikiwa mgonjwa? Namtajaje Mungu nikiwa na njaa? Ninapotaka fedha namwita kwa jina gani? Yesu alikuja akasema, Baba, wasinge kujua nimewadhihirishia jina lako. Haleluya. Zaburi 20 mstari wa 7 nao inasema, hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana. Haleluya. Katika mahitaji yetu sisi tunapaswa kutambua jina la Mungu, kwa namna gani tunaingia nalo vitani. Napigwa vita, nataja nini? Hawa wanataja mizinga, mabomu. Sikiliza. Marekani anataja ndege za kivita na maroboti. Sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wa majeshi. Soma hapo ile Zaburi 22. Zaburi 22. Nayo inasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Tunapaswa tulifundishe jina la Mungu lijulikane na watu. Hata ibada ukiliajua majina ya Mungu utajua kumwabudu Mungu. Maana kuna jina lingine yeye linamwakilisha kuabudiwa. Yeye ni mpokea sifa. Yeye ana chakula cha Mungu kutoka kwa wanadamu ni ibada. Kinywaji cha Mungu kutoka kwa wanadamu ni ibada. Matunda ya Mungu kutoka kwenye maisha ya mwanadamu ni ibada. Jina hilo lipo, tutaona huko mbele. Nisomee Matendo ya Mitume 9:15 hadi 16. Na mfungulie tena Yohana 17. Acha tu hiyo. Andika tu hiyo Matendo ya Mitume 9:15 hadi 16. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 15, nayo inasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukuae jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Tunavyompeleka Mungu kama humjui. Wewe usiponifahamu mimi, wale mliokuwepo kwenye kongamano siku ile alikuja mchungaji Kibiki akawaambiaje? Aliwaambia hivi, mnavyomtaja mchungaji wenu huyu lazima umtaje hivi: Reverend Dr. Joseph Andrew Ngasa. Unajua watu hawaelewi. Sisi tunapokwenda kuapa kwenye PhD ndio tunasi tukigundua kumbe kwanza sisi tunaapa kwenye PhD. Tunaapishwa. Na ndio maana kama wale mliona nilirushaka kipindi fulani nimeenda kutunuku watu wa PhD. Kuna kiapo. Usione watu wanasema mheshimiwa Dr. hawaliachi. Dr. ya PhD holder sheria yake usipoitaja pale pale unahukumiwa jela, pale pale unatozwa faini.
Sasa kwa kuto kujua jina la mtu utalibebaje? Sauli anaambiwa huyu nimemwita alibebe jina langu kwa mataifa, akalitambulishe jina langu kwa mataifa, akalionyeshe jina langu kwa mataifa. Lazima tujifunze jina la Mungu ili tunapolibeba kwa watu tusije tukahukumiwa kwa kulipeleka isivyo. Haleluya. Kuna watu wamempeleka Mungu vibaya kwa jina lake. Unafikiri Mungu ni wa kulani lani kama mchawi hivi, kama jini, kama pepo wa matatizo? Hapana. Yeye Mungu jina lake ni Jehova. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Mungu sio mtu mkorofi wa kukaa na saka makosa kwa watu. Anatafuta wapi umejikwaa akuharibu. Hapana. Yeye ni Mungu anayetaka kutenda mema kwa watu. Saa zote anajisikia kuwatendea mema watu wake, wala hajisikii kuwahukumu kwa makosa yao. Kwa makosa yao anajisikia kuwasamehe. Jina lake ni Yehova. Mungu akubariki msomaji wangu. Hebu soma hapo Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45. Ili tujue namna ya kulitumia jina. Tunajifunza ili ujue kulitumia. Samueli wa kwanza 17:45. Fungulie tena au acha tu inatosha hiyo. Wa kwanza 45. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Analijua Daudi jina la Mungu. Analijua. Kalibeba kwenda kwa Goliati. Haleluya. Siku moja nakemea pepo. Pepo akaniambia hivi, huyu sisi tunamuua. Hapo hata ukemee mpaka asubuhi huyu tunanyonga, hapa tunaondoka na roho yake. Nikaambia hivi, mimi huyu nilishamfungua na roho yake inatunzwa na jina la Yesu. Tena naliambia na kunywa na chai. Sasa msinichoshe saa hizi nakemea na sijafuturu, nimechelewa. Na kunywa chai. Wote kwa jina hilo hatuna namna. Lijue jina. Ambe wewe unanijia mimi kwa upinde, kwa mshale, kwa mkuki, kwa panga, kwa sime. Mimi ninajua siri ya jina la vita. Mungu ana jina lake la vita. Hilo ndio nimelibeba. Anapopigana na maadui za watoto wake, huwa ana jina lake la kusimama nalo. Haleluya. Haleluya. Yeah. Namba 3, tunalijifunza jina la Mungu ili kulisifu na kuliabudu. Kutoka, nina maandiko mengi hapo. Hebu tusome Kutoka 20 na 24 na Zaburi 20:1. Isifikirijua jina la Mungu. Ishirini mstari wa 24. Mwingine afungue Zaburi 20 mstari wa kwanza
Na mwingine afungue Zaburi 8 mstari wa 1 na wa 9. 20:24 nao unasema, utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu. Nitarudia. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Okay. Na kila mahali nitakapopitia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapo kujilia na kukubarikia. Kuna jina lingine Mungu ukilitaja anakumbuka sadaka zako. Alilitajaga Nikodemo, Kornelio. Anakumbuka kila kitu ulichowahi kutenda. Ni jina la makumbusho ya Mungu. Hilo jina ni maktaba ya makumbusho. Hilo jina lake Mungu linahifadhi maktaba za makumbusho ya watu wa Mungu. Kama kuna ombi uliwahi kuliomba huko, ukilitaja jina hilo analikumbuka. Hili aliomba sijamtendea. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Ukimwita kwa jina hilo anakumbuka kila sadaka uliyowahi kutoa, kila wema, kila kujitoa ulikowahi ukimtaja kwenye jina hilo. Jamani, nyinyi sisi wengine siku hizi hata kuhubiri tunaona shida, kwa sababu tumejaa shuhuda njema za maisha yetu. Ngojeni niwaambie, ukitaka kufaidi mambo ya Mungu, safiri na Mungu umbali mrefu. Nisikilize tena. Ukitaka kufaidi mema ya Mungu, usianze kupima ulivyoanza juzi wokovu. Tembea naye umbali mrefu kwenye uaminifu. Utajaa shuhuda, vitabu havitoshi. Mimi sasa hivi nikitaka mashuhuda jamani. Juzi nilikuwa nafundisha darasa la uongofu wapi pale kanisani. Mimi pale kanisani ni mwalimu wa darasa la uongofu wapi. Sunday ya mimi ndio huduma yangu kubwa Jumapili. Nikawauliza hivi. Kamuuliza Mama Mchome, wengi mnamfahamu. Mama Mchome, hivi unakumbuka ni lini nilipokuwa nalia nawaambia jamani nisaidieni maombi mwenzenu? Mimi nimeshikika, yani napenda nizuri. Niombeni jamani kwa Mungu sasa. Mimi nitegemezeni jamani mimi mwenzenu. Naomba ni lini? Akasema baba wewe sasa huwa hujaribiwi. Sasa wewe baba mambo yote Mungu amekuzunguka, wewe Mungu amekutetea toka zamani, Mungu hataki ujaribiwe. Nikamuuliza, unakumbuka lile na lile? Mimi ndo najaribiwa kuliko ninyi wote. Kwa sababu kanuni ya jaribu, kadiri unavyokuwa na imani kubwa, ndivyo jaribu linaletwa kubwa. Ukibarikiwa baraka kubwa, jaribu linakuja kubwa. Ukipata milioni 1, jaribu linakuja la milioni 1. Ukipata milioni 100, jaribu la milioni 100. Sasa mimi ninaombea watu wanaponywa, watu wanafufuliwa wafu. Ninaombea watu wanazaa, watu wanabarikiwa kutoka maskini. Sasa hivi nilikuwa na hesabu mle kanisani, wale wote waliokuwa fukara wote wameondolewa kwenye ufukara. Unafikiri jaribu langu la kitoto? Akasema kweli baba. Sasa kwa nini hamjaniona nalia? Sasa hapo ndio mimi sasa nashangaa. Maktaba inavyojaa mema ya Mungu, Mungu ukimtaja na yakumbuka. Kwa leo tuishi hapo. Au niseme mambo machache kabla ya kufunga, kwamba mara ya kwanza Mungu alijulikana kwa Ibrahimu kwamba yeye ni Mungu Mwenyezi.
Mara ya kwanza Mungu alijitambulisha kwa Ibrahimu kwa nani? Kwa Ibrahimu kwamba yeye ni Mungu. Na alipokutana na Musa anamwambia, wewe Musa, wewe nakwambia jina langu ambalo Ibrahimu sikuwahi kumwambia. Ndio maana hata alipochukuliwa mke wake akamwambia mimi yule ni dadangu. Hakuwa anajua jina hili. Sasa wewe nakwambia kawaambie jina hili. Sio tu mimi Mungu Mwenyezi. Mimi sio Mungu Mwenyezi tu. Nina jina hili sasa. Hilo nitambulishe. Na kwa utambulisho nitafanya ishara nyingi katika Misri kwa utambulisho wa jina hili. Naomba simama. Naomba simama. Mwambie Mungu hivi, Mungu naomba niyafahamu majina yako. Nifunulie, nifundishe majina yako. Mimi sasa hivi mwenzenu kila nakogeuka baraka. Kila naye mtamkia baraka anakuwa baraka. Yaani sasa hivi mimi sijutii kutafuta maneema ya Mungu na maupako ya huduma. Yanashuka tu kwa sababu kuna hatua nimetembea na Mungu, zinahesabika hatua. Kuna mahala nimetembea kwenye uaminifu, Mungu anauhesabu. Askofu mmoja wakamuuliza swali, mbona mchungaji Ngasa yeye akifungua kahuduma ka kanisa kanakuwa, mbona mambo yake yanaenda, mbona Mungu kama ana upendeleo hivi? Kwenye mkutano wa wachungaji tuko wengi, wachungaji wamejaa. Mbona kama Mungu wengine anawapendelea yeye watu wa kwa nini? Yule askofu aliwajibu hivi, ungejua alimopitishwa na Mungu akapimwa, akaonekana mwaminifu, akashinda, akatembea, hakuteteleka, hakumtukanisha Mungu, amemheshimu Mungu kwenye dhiki na tabu. Ukimwangalia hapa kimwili unaona kama amependeza, ungeona mwili wake wa roho umepitia makovu mengi. Miguuni ameshapata ajali, amefungwa vyuma, ana ngeo za majaribu. Hapo ndio maana Yesu alipokwisha kuteswa akatukuzwa. Haleluya. Haleluya. Askofu wangu Monde anasema hakuna jenerali bila makovu. Pewi ujenerali. Ukitaka uwe giant kiroho, kubali kutembea, weka maktaba za ukumbusho mbele za Bwana. Maisha yako malaika wakiangalia wanamsujudia Mungu. Wakiangalia ulimopita ukamheshimu Mungu, wanainama, wanamwambia Mungu unastahili wewe kwa ajili ya yule mtu. Haleluya. Haleluya. Unafika saa wewe ukisema Bwana sikia toka mbinguni, Bwana anatenda pale pale. Kusanya credit za kiroho. Mwambie Mungu nifundisha jina lako. Na mambo mawili nawiwa sana kufundisha hapa kanisani. Natafuta namna. Moja, haya mambo matatu, majina ya Mungu, sifa za Mungu. Na moja nataka kufundisha maombi. Nawiwa sana kanisa ili kufundisha mambo haya. Mambo yanayotusababisha kumjua Mungu na maombi. Moyoni mwako mwambie Mungu, Mungu natamani niyajue majina yako ili niyabebe kwa mataifa kama yalivyo, niyatambulishe, niabudu kama yalivyo, niyatumie kama alivyolibeba Daudi akalitumia kwa Goliati. Hawa wanataja magari, wanataja farasi, sisi tunataja jina.
Wana wa Mungu, natamani kusema hivi. Natamani niongee hivi. Mungu si dhalimu. Katika umri wangu huu nimeanza kumhubiri Yesu toka mwaka 84. Na mhubiri Yesu. Sina sababu ya kukufariji faraja zisizo za kweli kutoka kwa Mungu. Sina sababu ya kuahidi watu ahadi zisizo za kweli kutoka kwa Mungu. Sina sababu. Umri wangu umeenda na saa ya kwenda kwa Baba inawadia. Lazima nikwambie vitu ambavyo Mungu anatembea navyo. Mungu hadanganyi. Mwamini Mungu. Tembea na Mungu. Mwambie nifundishe majina yako nikujue Mungu. Ni ujue namna unavyokaa kwenye utakatifu na uzuri na uaminifu nijue. Ili nitembee jina lako la usafi nilijue. Tembee katika usafi. Ana jina la kujitoa. Ili na mimi niweze kujitoa. Olile mosha. Mwambie Mungu. Mwambie Mungu. Mungu nisaidie nikujue. Nikujue Mungu. Mwambie Mungu nikujue. Mungu mwambie nikujue. Wakati mwingine unafadhaika pale unapopitia. Yesu ana jina la kujitoa kufa. Haribu shaka. Sisi hatujajitoa bado. Hata bibi bado. Jina lake. Jina la kujitoa naitwa mwana kondoo wa dhabihu ya kuteketezwa. Yeye analo jina la kujitoa. Yajue majina ya Mungu ya kusaidie. Nelavush. Inua mikono yako juu. Mwambie Mungu nisaidie nikujue majina yako. Mwambie Mungu nisaidie niyajue majina yako. Ili nitembee katika majina yako. Niyabebe majina yako, niyatambulishe, niyabudu, niyatumie. Niyasirelobo shiki. Riko, lemoris, lilaikotis. Mwambie Mungu, kila mmoja mwambie Mungu. Liloka, samori na linda rundashi. Ndagorele bishiko. Mwambie Mungu naomba nikujue. Nijulishe majina yako. Naomba moyo wangu niyajue majina yako. Rori labash. Mungu akusaidie. Mungu akutokee. Mungu akufunulie jina lake. Mungu alitambulisha jina lake katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Rilabosha. Rikame nelemo seko. Yeye anasamehe. Yeye ni Mwokozi. Wewe umemjua Mungu kama hukumue. Uleta umeshindwa kutubu, umekosa amani, umekosa ulioyatenda. Yeye ana rehema. Jina lake ni mwingi wa rehema. Vizazi hadi vizazi. Ana rehema. Anasamehe. Mwambie tu wewe Mungu ni mwingi wa rehema. Mwambie Mungu akurehemu, yeye ni mwingi wa rehema. Rebo shika limorianta. Kibegoreta de samemerianda. Gerena na morela basakai. Reno le baboreta rigoreko. Mungu warehemu wanawake na wanaume hawa. Visankori antemeshi. Remole tore bebe gori takash. Natamka neema yako mingi juu yao. Natamka neema yako na fadhili zako juu ya watu wako hawa. Lobori anda remeshisha. Letori tanemememe. Zori anda ramamalai. Rikokorola bosa. Randala. Baba. Natamka rehema zako. Kush. Rened Gora the Lemes. Megorata Samenarai. Reda Lebo Coreta Case. Remoriana Raba Lebos. Reda Goreta Cababole Labos. Renda Rama Moraba.
Retola bobo de kayas. Renda rama marigoriata. Baba, 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 watu hawa walibebe jina lako, walitaja jina lako, waliabudu jina lako, walitumikia jina lako, wajitoe kwa jina lako. Robo shi, rina gori takesi, rina mengori atikashi. Na wabariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakati huu ninataka niombe. Moja ya majina ya Mungu anaitwa Jehova Hazvara. Kwa Kiebrania anaitwa Jehova Hazvara. Maana yake ni Mungu anayebariki kwa furaha bila sababu. Ndio maana ameweka mvua, watu wanapokea bila sababu waliofanya. Wanapokea jua bila sababu, wanapokea hewa bila sababu, wanaumbwa kabla hawajatenda jema wala baya. Anaitwa Jehova Hazvarai. Hazvarai. Leo nataka niombe kwa jina la Jehova Hazvarai. Mungu abarikie bila sababu, bila tendo ulilotenda. Hilo ndio linalopelekea kila mtu anavuta hewa. Hilo jina ndio linalopelekea kila mtu anapata mvua. Hilo jina ndio linalopelekea kila mtu anapata jua, anapata mwezi, anapata mwanga wa nyota. Bwana ni Jehova Hazvarai. Katika jina la Yesu, mwambie Mungu, kwa jina lako nibariki tu. Mwambie kwa jina lako unibariki tu, jina lako la kubariki bila sababu. Unaweza usinitamke kama mimi ninavyonitamka. Wewe sema, kwa jina lako Mungu nalobariki bila sababu, unibariki bila sababu. Kwa jina la Mungu Hazvarai. Oh Jehova Hazvarai. Lelo morota leka kama sunshine. Rambelina megorita lai. Rambori ya pala alabosi. Natamka neema ya mingi, natamka mema ya mingi katika jina la Jehova Hazvarai. Watu wako watokewe na neema ya baraka bila sababu. Mungu, wewe ni Mungu, barikie. Wewe ni Mungu, barikie. Wewe ni Mungu, barikie. Tulapo na lakauri taripo. Remoria narabe. Rakoria telememene laba. Nambari tauri lebesha. Na wewe unayenifuatilia kwenye EAGT TV, Bwana kutendee mema. Bwana kubariki. Bwana kutokee kwa jina lake akakubariki katika jina la Yesu Kristo
aliye hai. Amen.